Simba imezidi kuimarika. Simba imeonekana kwamba ina njaa ya makombe na inahitaji makombe, na tumeenda kuona utofauti kati ya timu iliyoimarika zaidi na timu ambayo inatumia nguvu kubwa kuweza kujipambania inapokutana na timu kubwa. TRA ukiangalia uwezo wake dhidi ya Simba, TRA totally ni timu ndogo sana, ni timu ambayo kwa siku za hivi karibuni ilianza kujiweka katika renke za kushindana na timu kubwa. Lakini kitu ambacho kisichopingika, imeonekana wazi kabisa kwamba TRA wamekuwa wakipata nafuu pale ambapo wanapopata pitch ambayo inakuwa ina support zaidi kwenye upande wao, kwa maana mpira usicheze katika reli yake, mpira usicheze katika ufundi. Wameweza kupata matokeo ya kupata alama moja dhidi ya Yanga wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Wameweza kupata pia alama moja dhidi ya Simba wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Wamepata alama 3 dhidi ya Singida Black Star wakiwa uwanja wao wa nyumbani. Wamepata alama 3 dhidi ya Azam wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Tafsiri yake ni kwamba ukiwapeleka katika pichi ambayo ipo nzuri, uwanja boli inatembea, huwezi kuona wakiwa wanacheza kwa nafasi, wakiwa wanacheza kwa kuweza kujiamini. Kwa hiyo unakuja kuiona kabisa kwamba Simba imeanza kujitenganisha baina ya timu ambayo inajitafuta na timu ambayo ipo katika uimara mkubwa. Kwa hiyo obviously nilitegemea Simba kupata matokeo mazuri dhidi ya TRA, na niliona kabisa kwa njaa iliyopo ya Simba lazima waweze kushinda mchezo ule ili kuweza kusogea mbele zaidi. Lakini pia nikimwangalia Steve Barker, aina ya mchezo ambao anaucheza, naona kabisa kwamba anaanza kupita kwenye reli ambazo alikuwa anapita Nasreddine Nabi kipindi akiwa Young African. Ukirejea msimu wa mwaka 2021-2022, Young African anakwenda kuchukua ubingwa wake wa kwanza chini ya Nabi. Ukiangalia aina ya wachezaji ambao aliwakuta Nabi ni wale ambao walikwenda kumpa ubingwa. Utamzungumzia Yakuba Son, utamzungumzia beki wa kutumainiwa alikuwa Kibwana Shomari, na achezi namba 2. Kibwana Shomari alikuwa anacheza namba 3. Wakati wake anamweka nje wakina Adeum Saleh, akiwa anamweka nje mtu kama David Blyson akiwa anacheza namba 3. Wakati asili yake ni mguu wa kulia, akiwa anacheza namba 3. Wakati huo upande wa kulia akiwa anacheza Juma Shabani. Ukiangalia juu Jizidu Kopeli Moroko, wakina Yakuba Son, wakina Faisal Salum Feitoto, Fiston Mayele, yani Kilito Mbobangala pamoja na Harid Aucho. Ukikiangalia kikosi kile kilikuwa ni kikosi cha wachezaji wale ambao waliweza kujipambania katika msimu wa mwaka 2019-2020. Walishindwa kupata matokeo 2020-2021, walishindwa kupata matokeo, wakaja kupata matokeo 2021-2022. Kwa hiyo yote katika yote tunakuja kuona kwamba Nasreddine Nabi aliweza kuwapa imani wachezaji, wakawa wanaona kwamba sisi tunaweza tukacheza na tukaweza kuchukua ubingwa, na ndicho unachoona Steve Barker anakifanya sasa hivi kwa Simba. Wana yule Nixon Kibabage ambaye amecheza Mtibwa, ambaye amecheza Young African, ambaye amecheza Singida Black Star, sasa hivi yuko Simba. Nixon Kibabage yule ukimwangalia unarudi nyuma kuja kumfananisha na Kibwana Shomari kipindi akiwa anacheza chini ya Nasreddine Nabi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kocha ambaye anaweza kumfanya mchezaji ambaye alikuwa anaonekana wa kawaida kuonekana kuwa mchezaji ambaye anaweza akaleta madhara upande wa pili. Na Steve Barker unaona kabisa timu yake kwa sasa hivi inacheza kwa maelekezo ya mwalimu. Sio kama inaweza kwa uwezo wa mchezaji mmoja, ni maelekezo ya mwalimu. Angalia aina ya goli ambalo linafungwa, goli la kwanza. Ukiangalia wao walikuwa katika shape ya kuzuia, kwa sababu TRA walikuwa katika shape ya kushambulia. Anakwenda kufanya block Yusuf Kagoma. Ukimwangalia Yusuf Kagoma, ukimchukua Yusuf Kagoma wa Fadlu Davis, ukimchukua Yusuf Kagoma wa Steve Barker, unaona kabisa kuna utofauti. Yusuf Kagoma alivyochukua ule mpira, kwa kawaida ya Yusuf Kagoma lazima angeweza kupiga back pass, angecheza labda na Maodo Kante au angeamua kucheza eneo la nyuma zaidi, lakini yeye anachagua kupiga mpira ambao unakwenda forward zaidi, unakwenda kwa Anset Ura. Anset Ura naye bila kupoteza muda, one touch anapiga, unakwenda kwa Nixon Kibabage. Nixon Kibabage anapiga V-pass, unakwenda kwa Klato Chota Chama bila kutuliza. Kwa hiyo ukiangalia mguso mmoja goli. Kwa hiyo unaona kabisa ni mambo ambayo unayapata katika uwanja wa mazoezi, uwezo kuyapata katika uwezo wa mtu mmoja. Kwa hiyo ukiangalia Simba sasa hivi inavyocheza, imeweza kujijengea mazingira ya kuweza kujitegemea yenyewe. Wanaocheza 11 wa kwanza na wanaokuja kufanya substitution pia wanakuja kuwa na ubora mkubwa. Mwanzoni Simba walikuwa na walikuwa na first 11 nzuri sana hata enzi ya Fadlu, lakini baada ya first 11 kuanza kufeli kutoa kile ambacho mwalimu anakitegemea,
wanapofanya substitution ndipo Simba ilikuwa inaporomoka, na ikifika dakika ya 60 dakika ya 70 Simba ilikuwa inashuka. Lakini kwa sasa hivi kadiri mpira unavyozidi kwenda, kadiri muda unavyozidi kwenda, Simba unaiona ikiwa inaimarika, Simba unaiona ikiwa inabadilisha approach kulingana na mahitaji ya mchezo. Kwa hiyo unaona kabisa kwa sasa hivi Simba inakushawishi kwamba hii inaweza ikaleta ushindani, na wasije wakabeza kwamba hawezi kuchukua ubingwa wakiwa na Kibabage. Ndio nimewakumbusha kwamba Young African walichukua ubingwa wakiwa na Kibwana Shomari akicheza namba 3. Yanga alichukua ubingwa wakiwa na Faisal Salum ambaye alikosa ubingwa kwa misimu takriban 4 akiwa ndani ya Young African, lakini walikuja kuchukua ubingwa. Yanga alichukua ubingwa Jize Tukapeli Moloko akiwa kama winga wa kutumainiwa. Yanga alichukua ubingwa wakiwa na namba 10 wa kumtumainia Yakuba Sone ambaye alikuwa anategemea kutokea pembeni. Walichukua ubingwa. Yanga alichukua ubingwa kipa namba 2 wanaomtegemea ni Kabwili. Kipa wanamtegemea ni Eric Joola wa namba 2. Ukimtoa Diala kwenye substitution unamkuta Eric Joola, unamkuta Kabwili Ramadhani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba waliweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo usije ukasema kwamba hawezi kuchukua ubingwa kwa sababu quality players au majina makubwa ndani ya Simba hayapo. Nitakukumbusha kwamba Yanga ubingwa wao wa kwanza walichukua, kipa namba 2 wa kumtumania alikuwa Ramadhani Kabwili. Kipa namba 2 wa kumtumania alikuwa Eric Joola. Wakati huo namba 3 wa kutumainiwa alikuwa Kibwana Shomari, kwa asili ni namba 2, alikuwa anacheza namba 3. Umeelewa vizuri hapo? David Blyson alikuwa apati nafasi, Adam Saleh alikuwa apati nafasi. Kwa hiyo yote katika yote, wakati huo pia wakina Zawadi Mauya walikuwa ndio wachezaji wa kutumainiwa ndani ya Young African, wanakwenda kuchukua kombe kwa mara ya kwanza mbele ya Simba 2021, kombe la ngao ya jamii. Pasi inatoka kwa Faridi Musa Maliki inakwenda kwa Fiston Mayere, anafunga, wanachukua kombe kwa mara ya kwanza baada ya kupata utawala mkubwa sana wa Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa kipindi hicho chote ambacho Yanga aliweza kuchukua ubingwa, ule mfanano wa Yanga kufanya transition, kufanya mabadiliko na kuja kuwa machampion, ndio naiona Simba sasa inaanza kuja. Kwa hiyo wasije wakabeza wakafikiri kwamba lazima waje kuchukua ubingwa wawe na wachezaji ambao wenye majina ya kutisha sana. Wachezaji hao pia wanaweza kuonyesha ramani ambao Simba wanaweza wakawapa matokeo. Sasa wengi wamekuwa na wasiwasi kutokana na kiwango anachoonyesha Clatous Chota Chama kwa sasa, kwamba huyu anapofika wakati wa kumaliza mkataba wake huwa anaonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Pengine kwa wewe namna unavyomtazama Clatous Chota Chama, ni kweli tuyaamini maneno wanaosema hawana imani naye? Of course hayo ni maneno ambayo watu ni maneno ambayo ya kubashiri, sio maneno ambayo unaweza ukapa 100% ya kuyaamini. Lakini ukweli usiopingika ni kwamba Chama amekuwa na kiwango bora sana akiwa ndani ya Simba. Na kwa nini amekuwa na kiwango bora? Kuna vitu viwili ambavyo vinambeba Chama. Kitu cha kwanza ni imani yake kwamba anaamini kwamba performance yake inakuwa bora akiwa anaitumikia Simba. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Simba wameamua kucheza style ya kuweza kumzunguka Chama. Yaani wachezaji wote, timu nzima inacheza ikiwa inamzunguka Chama. Chama anaamua play style ya Simba iwe ya namna gani. Yaani yeye ndo anaamua. Mara nyingi sana huwa inaamuliwa kwenye timu mchezaji ambaye anacheza labda eneo la kiungo la namba 8 au anaweza kama namba 6 ndio huwa anaamua shape ya timu iweje. Lakini wakati mwingine pia huwa inatokeaga hata namba 10 anaweza akaamua namna gani timu iweze kucheza. Na ndicho unachokiona kwa Chama. Simba watu wote wanamzunguka Chama kuhakikisha kwamba Chama anatupa maamuzi nini tunakifanya. Na hii Simba walipitia kwa misimu takriban 3, walikosa huduma ya Clatous Chota Chama. Kwa hiyo kwa aina ambayo Chama anacheza na kwa aina ambayo staili ya Simba wameamua kumpa Chama kama ufalme, lazima Chama ataendelea kung'aa zaidi. Ila tu kwamba unakuja kujikuta kama Simba ikija kupata timu ambayo mechi ambayo ina intensity ya hali ya juu, nini ambacho Chama anaweza akakiofa kwa Simba? Hilo ni jambo lingine ambalo la kuweza kujiuliza zaidi. Amecheza dhidi ya Yanga, alifanikiwa kupata penalty, Simba kwa machampion. Wamecheza kwenye ligi mechi zote mbili wameweza kutoka sare, lakini dhidi ya Azam pia kadhalika vile vile. Kwa hiyo unakuja kujiona kwamba vipi wakija kupata timu ambayo inaweza ikawapa intensity ya hali ya juu Chama, tunaweza tukamwona katika aina hiyo. Lakini ukiangalia aina ya timu ambazo wanakutana nazo kwa style za Chama na kwa huduma ambazo wanampa Chama, lazima ataonekana yuko bora zaidi. Lakini yote katika yote tunakuja kumuona Chama sasa, Yanga acheze kwenye ubora wake, Azam acheze kwenye ubora wake, waje kukutana, nafikiri ndio utakuja kuona utamu wa Chama jinsi ulivyo. Sawa, hizi sifa ambazo zinatoka kwa upande wa Simba kwamba wao wanaonekana wao kuwa bora sasa hivi, pengine zinaweza kuwafanya hata uongozi kulizika na hiki kiwango kwamba pengine msimu ujao wasihangaike sana kufanya usajili wa mkubwa sana. Kwa Simba kwa sasa hivi usajili unahitajika sana kwa kiwango kikubwa mno. Wanahitajika waweze kusajili kwa sababu ukiangalia Simba kwa sasa hivi wanaye Rushain De Rock, wanaye Ismail Ture, ndio mabeki wa katikati ambao wanawatumainia. Umeelewa vizuri?
Ukipata shaking katika hawa watu wawili wote ukakosekana kwa mara moja, Simba lazima itasheki. Umeelewa vizuri? Lakini pia eneo la namba 2, eneo la namba 3. Ila pia hapo pia pana shida pia. Lazima waweze kutafuta mbadala ambaye anaweza akawasaidia zaidi. Lakini pia eneo la mwisho, eneo la namba 9. Lazima waweze kumtafuta mtu ambaye anaweza akawa na msaada mkubwa zaidi. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo Simba lazima waweze kuyarekebisha ili kuweza kuifanya Simba iweze kuwa stable wakikutana na intensity ya hali yoyote. Kimataifa, local game waweze kuwa na uhakika wa kile ambacho wanakiendea kwenye kutafuta. Kwa hiyo ukisema kwamba hawahitaji kusajili, hiyo ni kitu ambacho ni uongo. Lakini pia eneo la golini pia eneo la golikipa sijajua hali ya Pimpin Kamara ipoje, lakini pia naona kuna haja pia ya kuweza kumuongezea mbadala Tanja Kasari kwamba ili kuweza kutengeneza uimara mkubwa zaidi katika eneo la golini. Kwa hiyo Simba wakijidanganya kwamba wameshamaliza hawahitaji tena kusajili, wataweza kurudi nyuma zaidi, kwa sababu nimewakumbusha Simba na Nasreddine Nabi kikosi kile ambacho anachukua ubingwa namba 3 akiwa Kibwana Shomari, lakini baadaye walikuja walisajili. Tunamuona Joyce Lomalisa Mutambala aliweza kutambulishwa, umeelewa vizuri hapo, wakaanza kuja wachezaji sasa, unaona kabisa kwamba hapa sasa kuna kitu ambacho wanakitafuta Young African, na ndio hicho ambacho inatakiwa sasa. Upande wa Simba lazima waweze kuongeza backup ambayo inaweza ikawafanya kuwa na hali nzuri zaidi ya kiuchezaji. Nguvu kubwa kwenye kuwapa watu kitu positive, na tofauti na mchezaji ambaye anatoa tabia yake. Unajua kuna mchezaji ambaye kucheza vizuri ni tabia yake, na kuna mchezaji anacheza vizuri kwa sababu anajituma zaidi. Sasa mchezaji anayejituma zaidi huwa wakati mwingine kuna kuamka vibaya, kuna wakati mwingine kutokuwa na fitness ya kutosha. Kwa huyo sio mtu wa kumpa guarantee kwa wakati wote. Kwa lazima utafute mchezaji ambaye mwenye kaliba, mwenye tabia za kucheza vizuri wakati wote, inakuwa ni maisha yake.